wajane wa Yunani na wale wa Waebrania, kwamba watu wetu wanaolewa. Baadaye mitume wakasema watakulewe watu wangapi? 7. Neno shemasi lilitoka pale. Nani anakumbuka kati ya wale watu 7 jina la moja tu? Stefano. Mpigeni makofi. Kwa wale 7 mwingine Joyce, Filipo, makofi. Mwingine majina magumu hata msiyaisikia. Nikolao, mpigeni makofi mkamili. Mwingine Dokolo. Mpigeni makofi huyo. Wanangu tutapata majina hatujawahi sikia. Haya, tuwapigie makofi wote. Lakini katika somo la pili ilitoka katika barua ya Paulo, somo la pili Petro, barua ya kwanza ya Petro. Pale tulisikia kwamba nyinyi ni taifa teule. Sawa jamani? Ndio. Nyinyi kwa sakramenti ya kipaimara ni taifa teule. Sawa jamani? Ndio. Nyinyi ni taifa teule, wateule wake wa Mungu. Sakramenti ya kipaimara ni nini? Wote kwa pamoja. Sakramenti ya kipaimara ni sakramenti inayoimarisha kuwa askari hodari wa Bwana wetu Yesu Kristo na kumpokea Roho Mtakatifu na mapaji yake 7. Mapaji 7 ya Roho Mtakatifu ni yapi? Wote kwa pamoja. Hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada, uchaji wa Mungu. Na matunda 12 ya Roho Mtakatifu ni yapi? Upendo, amani, furaha, uvumilivu, ukarimu, wema, utu wema, upole, uaminifu, kiasi, utaratibu, usafi wa moyo. Na tupatie pia fadhila za kimungu ni zipi? Wote kwa pamoja. Imani, matumaini, mapendo. Fadhila za kibinadamu ni zipi? Busara, haki, utu. Sawa, tuulize swali moja hapo kwenye fadhila za kibinadamu. Sawa, mtoto anayetokoa mboga ndani ya nyumba anahitaji fadhila hiki kati ya hizo 4? Yes. Na mtu nafikiri mtu mlevi. Nimeshaona mtu mlevi? Ndio. Mtu mlevi maana yake nini mtu mlevi? Nani anajua maana yake nini? Anahitaji fadhila hiki. Wewe mwanaishi. Ingine anahitaji fadhila hiki zaidi kati ya zile za kibinadamu nini? Kiasi. Sio kwamba wanasema mtu aliyelewa amekunywa mpaka amepitiliza. Si ndio? Amepitiliza maana yake anaweza kuipita nyumba yake hapo akapitiliza. Kupitiliza maana yake anaweza anatembea anaona nyumba anapitiliza. Si ndio maana yake? Alafu anavuka kwenye kijito anapumzika analala mpaka asubuhi amepitiliza karibu na maji. Si ndio? Ndio maana ya kupitiliza. Kristo. Kwa hizo ndizo fadhila zinazohitajika. Hiki ni kipindi gani cha mwaka? Kipindi kilichoko sasa. Vipindi vya mwaka vya liturujia kwa mwisho. Kipindi cha Pasaka ina siku ngapi? Siku 50 sawa. Kipindi cha Pasaka inamalizika na siku gani? Pentecost. Yesu aliweka Roho Mtakatifu aliwashukua mitume siku gani? Wote kwa pamoja. Pentekoste. Siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu aliwashukia, sawa? Ndio. Nyinyi kwa mara ya kwanza mlipokea Roho Mtakatifu wakati gani? Wakati wa sakramenti gani? Wote kwa pamoja. Ubatizo. Wakati wa sakramenti ya ubatizo, sawa? Ndio. Wakati wa sakramenti ya ubatizo. Yesu siku ya Alhamisi Kuu
alifanya vitu vitatu. Ni vipi vile vitu vitatu? Siku ya Alhamisi Kuu. Haya, wewe hapo mnyosha wa kwanza. Ekaristi Takatifu, daraja takatifu na amri kuu ya mapendo. Pigeni makofi. Amri kuu ya mapendo inasemaje? Tuwaulize wasimamizi hiyo na waweze. Sio ngumu. Amri kuu ya mapendo. Amri kuu ya mapendo inasemaje? Alafu mimi tunajua tunaweza kuwanyima msisimamizi. Tunamchagua mama mmoja tu anayejibu na baba mmoja. Amri kuu ya mapendo hapa, mama karibu. Sema tu jibu lako zuri, usiogope. Karibu. Basi. Mwingine anaanza kusaidia. Amri kuu ya mapendo, karibu. Amri kuu ya mapendo. Amri kuu ya mapendo tumeagizwa tupendane kama Mungu alivyopenda sisi. Ndarahisisha. Haya, wewe mama karibu. Karibu. Amri kuu ya mapendo, mpende Mungu wako, mpende mwenzako kama nafsi yako. Wewe umetutajiri ya pili, lakini sio mbaya. Huku nyuma, kule mwisho amri kuu ya mapendo. Zuia kwanza. Hatukulikataa kabisa. Nani amri kuu ya mapendo anaweza kutajia? Hapo mama karibu. Kwa mwisho hapo. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hii ya pili. Haya watoto saidieni amri kuu ya mapendo, nani atutajie? Haya wewe kule mwisho. Hebu ngoja subiri. Mwingine mwenyoshe tuone. Haya wewe kule mwisho utajibu. Kwa sauti, toa mikono. Mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Pigeni makofi. Hiyo ni amri kuu ya mapendo. Sawa jamani? Haya, tumesema kipindi cha Pasaka na siku 50. Sawa Na Jumapili za mwaka ziko ngapi? Wote kwa pamoja? 8. Na Jumapili za mwaka tunamalizia na siku gani? Yesu mfalme, mpigeni makofi. Kwa Jumapili za mwaka ziko 34. Kipindi kabla ya Pasaka kiliitwaje? Kipindi kabla ya Pasaka. Hii kwaya wanaweza rahisi sana. Hapo mmetulia zenu hapa na uniform zenu. Nasubiri kuanzishia kule. Lakini amri tunaweza kuzuia nyimbo ukaimba watoto. Watu wana hizo uniform zenu. Haya. Kipindi kabla ya Pasaka hii nitaweza mtusaidie. Nani? Na yule mama mwenye kuti? Majuma mangapi kwa Kwaresma? Mama wewe tutakufanya makamu ya pili. Haya kwa Kwaresma majuma mangapi? Siku ngapi? 40. Sawa. Sio mbaya, umekaribia. Tunahesabu. Kipindi cha Kwaresma kanisa linatukumbusha kufanya nini nyinyi watoto? Inafundisha, inasisitiza nini? Kudumisha usafi. Utubu, usafi ya jumla. Hapo ajibu, simama, sauti. Fanya sana. Mwingine sala, toba, kuomba ni sala, sio mbaya. Mwingine kwaya, ukiacha sala, kingine matendo ya huruma, nyingine kufunga. Sawa ya kipindi cha Kwaresma. Kipindi kabla wasimamizi nyingi
Kipindi kabla ya sikukuu ya Noeli kinaitwaje? Majilio. Majuma mangapi? Nyinyi watoto mnaweza kutukumbusha ile kipindi cha Majilio tunasikia nabii gani hasa? Manabii wawili tunawasikia sana. Nani anaweza kututajia? Wasimamizi au wewe hapo? Pigeni makofi. Na mwingine Yohana Mbatizaji. Sawa, Isaya na Yohana Mbatizaji. Ninyi watoto manabii wako ngapi? Wote kwa pamoja? 17. Manabii wako 17. Sawa, lakini kuna kitabu kimewekwa kwa manabii ambacho sio cha manabii. Kitabu gani? Wote kwa pamoja. Nani atutajie vitabu 18 vya manabii? Manabii, si ndio? Sasa tulieni tuwaulize kwanza usimamizi. Alafu tutarudi kwenu nyinyi tulieni, sawa? Sasa nyinyi wasimamizi na wengine wote mtutajie walau nabii mmoja unamfahamu, sawa? Haya, tuanze kwa hapa kwaya. Kwaya, unajua nabii gani? Elia safi. Mwingine Isaya tayari. Hapa Yeremia, Amosi, Ezekieli, Elisha safi. Mstari huku nyuma nabii wetu mnamfahamu. Nabii wetu mnamfahamu moja tu. Malaki safi. Huku mama. Nabii ambao ni safi kabisa huku, lakini nabii mkubwa. Weka kabisa umetulia zako hapo. Nabii mkubwa. Huku mgonjwa mwingine. Yoeli safi. Haya, nani anatutajia sasa uliobaki? Ambaye hajajibu tumpe nafasi. Wewe subiri kwanza na Habakuki wako. Isaya. Ngoja. Haya, taja sasa anza. Tulieni sasa msikie manabii 18. Isaya, Yeremia, Maombolezo, Baruku, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Naumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zakaria, Malaki. Ngeni na kofa. Ngeni tena makofi. Kwa hiyo waumini tunaalikwa tuwe tunasoma Biblia, sawa? Ili tuelewe na mwafundishe pia watoto wenu namna ya kusoma. Hebu sikilizane kule nyumbani, ninyi wazazi, nani kwenye familia na Biblia takatifu? Safi, 1, 2, mwisho, safi. Lakini mikono haitoshi, inabidi wakoroko watafutie Biblia, sawa? Kwa bei rahisi, usiauzie ile bei mara 2 ulionunulia. Unaweza kuwauzia nusu, nyingine ukalipo wewe. Vitabu vya historia viko vingapi watoto? Wote kwa pamoja? 600. Nani atutajie vitabu 16 vya historia? Kitabu cha Yoshua, kitabu cha Waamuzi, kitabu cha Ruthu, kitabu cha kwanza cha Samueli, kitabu cha pili cha Samueli, kitabu cha kwanza cha Wafalme, kitabu cha pili cha Wafalme, kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati, kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati, kitabu cha Ezra, kitabu cha Nehemia, kitabu cha Tobiti, kitabu cha Jusi, kitabu cha Ezra, kitabu cha kwanza cha Makabayo, kitabu cha pili cha Makabayo. Pigeni makofi. Nani akutajie vitabu 7 vya hekima? Ayubu, Zaburi, Misali, Mhubiri, Wimbo Ulio Bora, Hekima ya Suleiman, Hekima ya Yoshua bin Sira. Makofi. Haya, wote kwa pamoja vitabu 5 vya Musa tuvitaje wote kwa pamoja. Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Walawi,
ina vitabu 27. Sawa. Katika Agano Jipya nyaraka ziko ngapi? 21. Nani anaweza kututajia nyaraka 21? Waraka mtume Paulo kwa Korinto, waraka wa mtume Paulo kwa Warumi, waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Korinto, waraka wa pili mtume Paulo kwa Korinto, waraka wa mtume Paulo kwa Galatia, waraka wa mtume Paulo kwa Efeso, waraka wa mtume Paulo kwa Filipi, waraka wa mtume Paulo kwa Kolosai, waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Tesalonike, waraka wa pili mtume Paulo kwa Tesalonike, waraka wa mtume Paulo kwa Filemoni, waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Timotheo, waraka wa pili mtume Paulo kwa Timotheo, waraka wa mtume Paulo kwa Tito, waraka kwa Waebrania, waraka kwa Yakobo kwa watu wote, waraka kwa mtume Paulo kwa watu wote, waraka wa pili wa mtume Paulo kwa watu wote, waraka wa Yohana wa kwanza mtume Paulo kwa watu wote, waraka wa pili wa Yohana kwa mtume Paulo kwa watu wote. Ya Paulo umeenda vizuri, sawa, lakini hao ya kwa watu wote sio Paulo. Kwa watu wote ni nani? Endelea, unamaliza. Waraka kwa Yakobo kwa watu wote, waraka kwa Petro kwa watu wote, waraka wa pili wa Petro kwa watu wote, waraka wa Yohana wa kwanza kwa watu wote, waraka wa Yohana wa pili kwa watu wote, waraka wa tatu wa Yohana kwa watu wote, waraka wa Yuda kwa watu wote, Ufunuo wa Yohana. Tunamaliza. Unasema tu barua kwa Yuda, Yakobo, alafu nani endelea? Kwa Yuda. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Na kingine Kitabu cha Matendo ya Mitume. sawa. Lakini hawa watu waweki kwenye nyaraka, mpigeni makofi. Nyaraka ziko 21. Ukitoa nyaraka 21 kuna vitabu viwili vilivyobaki hivi alivyovitaja. Matendo na kitabu gani? Katika Injili, katika nani? Sio katika Injili, katika Agano Jipya imebaki vitabu gani? Injili. Sawa eh? Haya, tuwaulize sasa wasimamizi, ni rahisi. Watoto, Injili ziko ngapi? 1. Basi hapo. Yeye mtutajie wa Injili hao. Ila wa Injili wako ngapi? 4. Wenzi mnaiona ni hapo. Kakae kule sasa. Alafu tutakuita tena. Sasa mimi wasimamizi mtutajie wa Injili, sawa? Mama. Sawa. Safi. Pigeni makofi. Ila hajapangilia. Unaweza kuanza tena ukapanga ya kwanza mpaka ya mwisho. Hebu anza tena, unataja vizuri. Safi. Nani anaweza kupangia ya kwanza mpaka ya mwisho? Kiacha hao watoto. Kwa hiyo hapa mwezi kupanga nini? Kule mwisho safi. Umezunguka kidogo. Kwanza umeanza vizuri. Haya, endelea. Watoto pigeni makofi ile. Haya makofi yanakuhusu wewe. Safi kabisa. Hii kazi hiyo tumemaliza. Ifiche mahali kwanza. Tukihitaji tutatafuta. Sawa. Katika Agano Jipya, watoto, bado tuko kwenye Agano Jipya. Katika Agano Jipya kuna barua moja hatujui aliyeandika ni barua gani. Pale waraka kwa Waebrania, mpigeni makofi. Waraka kwa Waebrania, sawa eh? Hiyo hatujui, ingawa wengine wanasema labda ameandika Barnaba, lakini hatuna uhakika wa hiyo kitabu. Unaelewana eh? Sikukuu ya Krismasi ya kuzaliwa kwa Bwana. Unaelewana eh? Pale inafuata siku 8 mpaka tunamaliza
Ni watoto angalieni mbele. Kutoka Kaimara. Tunamaliza na siku gani ile? Ukiacha usiseme siku ya kuzaliwa Bwana. Ile siku ya Noeli zile siku 8. Oktoba yake ile inaenda siku 8. Tunamaliza na sherehe gani? 8 ndio. Mama kule nyuma anajua tu. Familia takatifu. Bado. Bwana David. Siku gani? Mwingine ubatizo wa Bwana, mpigieni makofi. Ile sherehe ya tokeo la Bwana kwa Yesu wa milele. Ile sherehe ya tokeo la Bwana inaitwaje kwa jina lingine? Epifania. Na wale waliotoka mashariki wakaja kutoa zawadi kwa mtoto Yesu. Siku ile ya Epifania ya tokeo la Bwana wanaitwa nani? Ndio majina yao kwa majusi ni sawa. Majina yao? Wapigeni kwa makofi. Baadaye hawataimba, watajua ni wasusi. Wapigeni kama makofi. Hiyo ndio tunamalizia sherehe. Kwa hiyo nyinyi sasa mnakuwa askari. Ndio nyinyi ni watoto wadogo, wengine umri mdogo, lakini kwa sakramenti ya kipaimara mnakuwa watu wazima. Tunaelewana eh? Ndio. Maana yake mnapaswa kulinda imani yenu kwa maisha yenu yote. Tunaelewana eh? Ndio. Imani mtalindaje? Ni silaha gani mtatumia wewe hapo? Rozari safi, mtoto unapenda rozari. Haya, hebu tubaki hapo kwenye rozari. Rozari ina mafungo mangapi? Wote kwa pamoja? 4. Tuyataje. Yapi? Mafungo ya furaha, mafungo ya mwanga, mafungo ya uchungu, mafungo ya utukufu. Safi. Nani atutajie mafungo ya uchungu? Wewe pale nyuma. Mafungo ya uchungu ya kwanza, Yesu anatoka jasho la damu kichwani. Ya pili, Yesu anapigwa mijeledi. Ya tatu, Yesu anapigwa taji la miiba kichwani. Ya 4, Yesu anabeba msalaba. Ya 5, Yesu anafunga. Na tunasali dini ya mafungo ya uchungu siku gani za wiki? Mangapi? Mangapi? Jumanne. Mangapi? Ijumaa na Jumanne. Safi, mpigeni makofi.